kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi, ndio bana wameweka mpira kwa pani. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka yote, awamu zote 6 ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana, wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni Msukuma wa Shinyanga, sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi, sina pa kwenda. Mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii. Kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi, imebaki miezi mitatu twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania tuwezi, na mtu ni mwanasheria, wote tunajua humu ndani utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake ambao unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu ametia mpira kwa pani. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani. Mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni. Na nimwambie Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona mmeongeza bajeti. Baba, ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo, iwe Jumapili, kesho iwe Jumatatu, anaongea yeye, mwanaume yeye, kibaunsa yeye. Hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambia kitu kimoja. Mimi Salome na wananchi wa Shinyanga, hasa kina mama, tunasema hivi, yote yametekelezwa. Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura, kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukana kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara si mama amefanya. Sasa hivi wameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI, Mheshimiwa Mwenyekiti. Niko kamati ya TAMISEMI. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii, kwa mara ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu jengo la mama na mtoto. Mimi na watoto, Mheshimiwa Mwenyekiti. Jengo la mama na mtoto. Yaani ukishindwa kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza kufanyia operation. Chumba kinachofuata kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti. Chumba kinachofuata kama umefanyia operation, unaweza kupumzishwa pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya mambo tuliyaona lini haya? Haya mambo tuliyaona lini? Hatuwezi kukubali. Jeshi la Ulinzi na Usalama lipo. Kaka yangu Bashungwa, mambo ya ndani upo. Tekelezeni wajibu wenu. Hii nchi ni ya demokrasia. Kuzuia uchaguzi ni uhaini na hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie tu ukweli. Huyu jamaa anataka kutupiga changa la macho. Chama chochote cha siasa lengo lake namba moja ni kushika dola. Lengo lake namba moja. Sisi hatufanyi kazi ya uharakati hapa. Sisi mimi najua siasa ni kushika dola. Haiwezekani hata siku moja wamekaa nje huko. Leo watu waendelee kukaa nje huko. Hatuna kambi rasmi ya upinzani. Hatuwezi kurudi bungeni kama wabunge. Alafu unasema sisi ni wanasiasa. Hapana. Ni lazima tushike dola. Wabunge wenzangu walioko nje naungana nao. Lazima turudi humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Lazima tukae humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Serikali ishauriwe, ipokee ushauri. Na sisi tushauriwe, tupokee ushauri. Tulijenge taifa moja kwa umoja. Hiyo ndio kazi ya chama cha siasa.
na wawakilishi wa wananchi. Huwezi kuwakilisha huko kwenye majukwaa, na maana unaona huko wanakofanya haina tija. Ni lazima tukae kwenye mabaraza ya vijiji, ni lazima tukae kwenye baraza la madiwani, ni lazima tukae bungeni ili tuweze kushauri serikali kwa mfumo unaoeleweka. Huwezi kuishauri serikali nje ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mimi rai yangu, tunataka uchaguzi na tuko tayari kushiriki uchaguzi, na hatuko tayari kuungana na mtu ambaye anataka kupindua nchi hii. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa wapi? Mheshimiwa Ole Sendeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri sana wa Mheshimiwa mbunge, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Kinachoendelea hivi sasa ni sheria inazingatiwa kwa kuweka mipango kwa wapa wa Tanzania fursa ya kutumia haki yao ya kuchagua. Ni dhahiri kabisa kwamba mbunge alichokizungumza hapa ameonyesha kabisa kwamba Yesu Kristo alisema atakayenionea haya mbele za watu nami nitamuonea haya mbele za Baba yangu. Hakujali itikadi, hakujali jambo lolote. Amemsifia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na rekodi iliyotukuka aliyoionyesha. Dunia inajua, Tanzania inajua, wapinzani wanajua. Asante. Mheshimiwa Salome Makamba, unapokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hiyo taarifa naipokea. Kazi namba moja ya chama cha siasa ni kushika dola. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye vyombo vya habari. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye mikutano, kwenda kuwaambia watu wafanye uasi na uhaini. Unashika dola kwa kushiriki chaguzi huru na za haki. Unashika dola kwa kuhamasisha watu waende kupiga kura. Unashika dola kwa kuwa na ushawishi kwa vyombo vinavyotoa maamuzi ndani ya nchi hii. Na kwa kufanya hivyo ndiyo njia sahihi ya kueleza yale ambayo unatamani yafanyike ndani ya nchi yako. Na tofauti na hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kinyume na katiba na ni uasi na ni uhaini kwenye nchi yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Salome Makamba kwa mchango wako wa kizalendo kabisa. Nimwite sasa Mheshimiwa Tekla Mohamed Ungele, atafuatiwa na Mheshimiwa Aida Kenan. Mheshimiwa Neema Gerard Mwandabila ajiandae.